Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Mohamed na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Alhamdulillah, ni furaha tena kuwa naye kipenzi chetu, mama yetu, dada yetu, si mwingine Konradhi bali ni Ustadha Sofia. Ustadha wetu anazidi kujuza mengi. Wewe kama mwanamke, leo tunaenda kuangazia mada yako murua ya mwanamke kama nuru nyumbani. Wewe tunafaa kufahamu wewe ni nani? Mwanamke kwa nini awe nuru katika majumba au awe nuru katika nyumba yake? Na insha Allah tukirudi kwa Ustadha ataweza kutujuza mengi na mengi zaidi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu sana Ustadha. Asante sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah, na mimi ni furaha kwangu. Ni furaha tena tena. Alhamdulillah. Napokuona kama hivi nasikia raha kwa sababu najua mambo mazuri mpenzi mtazamaji wangu atapata. Inshallah, si katika uwerevu na ufahamu isipokuwa ni katika ile kudra za Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, maana kuna ambao wameamka vyema, kuna ambao leo hawakuweza kufika siku kama leo, ndio wametangulia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo basi ni muhimu sana sisi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai ambao anatupa. Shukrani sana. Inshallah, na kile tutakachoongewa si pia katika uwerevu wangu isipokuwa tu katika ile kudra za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si kwamba eti mtu yuko na elimu sana, kidogo tulichokuwa nacho ukikitoa nawe pia unajipatia thawabu. Kwa hiyo ndio hicho tutakuwa nacho, tuje tukawa masuuli mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, shukrani. Inshallah. A'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, bila kupoteza muda tuingie katika mada yetu. Kama tulivyoambiwa hapa na dada Haifa, anatuambia kwamba mada yetu iwe ni mwanamke kama nuru ya nyumba. Kabisa. Naam. So mwanamke kama nuru ya nyumba, hapa tunaambiwa kwamba kwanza mwanamke si kama mshiriki tu, yani katika nyumba kwamba ni mshiriki wa mwenzake, bali ndiye injini ya kiroho ya familia. Mashallah. Akisimama mwanamke kila kitu kimesimama. Kimesimama kila kitu. Mashallah. Na injini hii, lakini kwanza na injini hii ili mpaka iwe ni injini ya kiroho, ina maana yale malizi ya kiroho kwanza yeye mwenyewe iwe tayari ameshakuwa anayo. Hii injini ndio iweze kwenda kusimamia hizo zingine pale mbele. Kwa sababu kusimamia familia si jambo rahisi. Sio rahisi. Ni jambo ambalo la kujitolea kabisa kwa roho yako yote. Kwa hiyo mwanamke si mshiriki tu kwamba yeye labda ni mume na mke wa mtu anashirikiana na mume wake katika 1 2 3, lakini tunaambiwa kwamba yeye ndiyo injini ya kiroho ya familia. Ina maana kwamba yani injini hii ile zile roho pale kwa mujibu wa hukumu na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Tunaambiwa kwamba yeye kwanza ni mwalimu wa kwanza kwa watoto. Yeye ni mwalimu wa kwanza kwa watoto. Tunajua kama tunavyojua kwamba mwalimu ni lazima apate elimu, si ndio? Ndio. Mwalimu hawezi kusimama tu akasomesha hivi bila ya kuwa na chochote katika akili yake. Lazima awe amefanyaje? Alisoma na yeye akajua vile ambavyo hapa natakikana kufanya, hapa sitakikani kufanya. Kwa hiyo ina maana kwamba injini inapokuwa inafanya kazi, ifanye kazi ile ya kihasa ambayo inafanya kwa mujibu na hukumu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu kama yeye ndiye mwalimu wa watoto, ina maana kwamba mwalimu huyu anatakiwa awe ni yule mwalimu ambaye yuko na msimamo wa kiungu. Yani msimamo wa malezi ya Mwenyezi Mungu vile nao anavyopenda. Kabisa. Unaona? Na tunaambiwa kwamba na wanajifunza mapenzi ya Ahlul Bait alayhimus salam kwa kupitia nani? Kwa kupitia yale yote waliokuwa wamefanya Ahlul Bait alayhimus salam katika malezi yao. Kwa hiyo ili mwanamke awe ni nuru kweli ndani ya nyumba, kwamba nuru hii kwamba yeye mwenyewe kwanza alipata malezi mazuri, ndio ile nuru pale ndani ya nyumba iweze kwenda kuangaza wale wengine pale. Tunaambiwa kwamba tabia ya mama, kwa sababu watoto wanapitia tabia za nani? Za mama. Wanapitia tabia ya mama kabla ya maneno yake, kwa sababu wanafanya kile mama anachokifanya. Ndio. Ina maana mama ukiswali watoto wataswali. Ndio. Mama ukifunga watoto watafunga. Mama ukifanya hivyo watoto watafanya.
Lakini ina maana kwamba ikiwa ni kinyume cha hapo, basi vile utakavyokuwa ndio mtoto atakuwa anafanya na vile vile. Na mama ni mfano. Anafaa kuwa mfano kwa wale watoto kabisa. Kwa hiyo kabla ya maneno, vitendo kwanza. Mpaka uje uongee maneno yako, ina maana kwamba ndio ile isije kawa ile lima taquluna ma la tafaluna. Kwa vitendo vyako viendane na maneno yako ambayo unaoyazungumza. Lakini sije kawa unaonekana kwamba kwa watoto wako ama katika familia yako nuru ile, yani hakuna nuru. Na nuru ni ile kuwa na ile malezi na ile kuwa na dini ndani, ndio nuru ile inapatikana. Ina maana bila kuwa na nuru kwamba kuna giza. Ndio maana tunaambia kwamba baada ya nuru ilipokuja ni mtume alivyokuja. Unaona? Kwa maana kwamba mtume mpaka yeye inaitwa nuru kwa sababu gani? Ya vile jinsi yeye alivyo. Kweli. Unaona? So nuru hii bado sisi yenyewe tunatakiwa tuiangaze katika majumba yetu. Iweze kuangaza. Na itaangazaje? Ni ile wewe mama, kama utakapokuwa ni mwalimu, ina maana kwamba ulikuwa ulijifunza. Ukajipatia mafunzo bora, nuru ile ukaja ukaiangaza ndani ya nyumba yako. Ndiyo. Na hii yote nuru hii tukama kabla ya maneno ni ile utendaji wa mazingira. Mazingira yako wewe unayafanya katika matendo yaliyokuwa ni mazuri. Unaona? Nyumba iwe ni yenye mama ambaye anayeswali. Ina maana kwamba ukiwa uswali utamwambiaje mtoto wako aswali? Hawezi. Wewe mwenyewe uswali, mtoto ataswali vipi? Hawezi. Lakini maana kwamba utakaposwali mtoto utakumwambia swala imefika, uswali na pia ataswali. Lakini wewe unanyamaza na yeye utamwona kama ataswali? Atanyamaza pia vile vile, hatoswali, hatofanya chochote kwa sababu mwenyewe hufanyi. Pia vile vile kuswali katika swala za usiku. Swali tahajjud, amka, ombea watoto wako, Mwenyezi Mungu ajalie maisha mazuri, nyumba, mume wako mwenyewe pia, vyote majirani wako, sababu hata Bibi Fatima Zahra alayha salam, mpaka Imam Hassan alikuwa anasema kwamba hawajawahi kumsikia mama yake alivyokuwa akiswali usiku katika kuombea akawa ni mwenye kuacha kuwaombea majirani watu wa nje. Kwanza ilikuwa ndo anaanza na wao. Unaona? Kwa hiyo wewe mama utakapokuwa unaamka usiku ukiswali na kuwaombea watu, unajua vile vitendo kabla watoto wako wanakuona kabla wafanye, maana kwamba wanakuona unaofanya. So kwa kupitia wewe vile tunaona ufanya, watu wako wamejipatia hiyo mafunzo kupitia kwa wewe mwenyewe. Kama ulivyokuwa kina Imam Hussein, Imam Hassan na Hussein alayhi salam walivyokuwa kimwona mama yao alivyokuwa akifanya. Hii inaonyesha mtoto rahisi sana kushika mambo mzazi anafanya. Mzazi akiwa matusi, mtoto atakuwa wa matusi. Tena mtoto kwanza, hakuna mtoto watoto mtoto unakuta watoto wana vichwa vya kuiga, wana vichwa vya kushika, midomo yao ni rahisi sana katika kutamka hayo maneno. Utashangaa ulitusi, mtoto unakuja kumshangaa siku nyingine naye anatusi. Wewe mtu umesikia wapi? Kumbe alisikia kutoka mdomoni kwa yeye mwenyewe. Ama sasa hiyo maskini una wageni katika nyumba. Alafu alikusikia ukisema kitu moja mbili tatu, ameenda sawa mbele za wageni. Anayasema na yeye. Ashakuaibisha kabisa mbele za wageni. Ulisikia wapi? Nilimsikia mama siku moja akisema. Tena hawafichi. Bwana tu hawadanganyi. Kwanza mtu ukidanganya hakuna kitu ambacho kina let down wazazi kama hivi. Unadaiwa haifa sahihi. hiyo. Unaona mtu wako akija mama fulani mwambie mama hayuko. Unaona ile neno? Uongo tayari umeshamfundisha mtoto. Na mtoto naye akija mama kanambia ukija nikwambie hayuko. Ukisikia hivyo ujue yuko humo ndani. Kwa hiyo nyumba yenye nuru haitakikani kuwa na matendo kama hayo. Inatakana kuwa na mama awe na msomaji wa Qur'an. Watoto wako kusikia unasoma Qur'an na wewe hawatasoma? Watasoma. Tena watakuwa na ile faraja. Kwamba mamangu yosoma Qur'ani vizuri. Yaani ukikaa kile ukisoma. Kuna watoto ukiwalia katika mazingira ya kwamba yeye yuko, unajua kuna mtoto mamake basi ni kwa pala mama yake. Kuna mtoto hatoki kwa pale. Hatoki ndio yeye asoso ile mtoto wa mwisho wale. Hatoki kwa pale. Ukiingia ndani ya nyumba yeye mpaka umshike kwanza, kune kichwa mama, baba nini, wanasikia raha sana mashallah. Ndio maana utakuta utasikia maskini kuna kina mama ambao wana nuri akuombea dua unapona. Sasa utakuta mtoto maskini ambaye nyumbani anamwambia mama mimi naumwa kichwa, mamake ashamsomea maji dua, ashamshika kichwani, kunywa hii kisha uende kupumzike mwanangu. Na kwa imani ya mtoto atakunywa na sikia kweli. Unasikiaje? Nimepona. Nisikia kichwa kimepoa. Utasikia mwingine anakuambia mkono wa mamangu mzuri,
Ni imani. Ukishanisomea dua tu. Ndio nakwambia, ndio hiyo imani. Sasa nuru ile ambayo uliokuwa nayo wewe ndani ya nyumba inajenga imani katika nafsi za watoto kama hivi. Hivi. Kwa hiyo pia vile vile kingine pia ni kuzungumza kwa upole. Mama anatakiwa zungumze kwa upole, sio wakalikali sana. Unajua kwanza sasa hivi sasa hivi kuwafanyia ukali ndio umewaharibu. Kabisa. Umewaharibu kabisa. Kwa hiyo nuru iweze kuangaza ndani ya nyumba, mama ongea kwa upole. Mkalishe mtoto wako chini afanye makosa, muongeleshe vizuri. Kwa sababu pia kuna njia ambazo tumepatiwa za kuwakanya watoto. Ndiyo. Mtoto utaambiwa kwamba katika Imam Ali alayhi salamu alisema Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, kuna njia tatu za kuwakanya watoto. Njia ya kwanza tunakanya kwa ishara tu, yani kumfanyia mtoto kitu. Wajue mtoto hata kama ni mtoto mdogo haifa ambaye hata kutambaa hajawahi hajatambaa na kaa, akishika kitu ukimfanyia mtu anajua kwa mama kankataza. Ataacha haraka. Unaona? Sasa unamfanyia kwa ishara kama hivyo. Ukimwona kwa ishara hasikii, basi mtoto huyo unataka kumfanyia nini? Uongee sasa. Acha, usifanye hivyo. Hivyo sio vizuri, unaona? Unamkataza kwa namna ambayo ya upole. Unaona? Na akiwa unaona sasa hata hii hasikii, sasa pale unatakiwa sasa uanze hatua nyingine ya tatu ambayo ni ya kushika fimbo na mchapa kidogo, ndio ile aone kwamba sasa mama yangu amekasirika. Lakini lazima kwanza tufuate hatua. Kuna mtoto akisikia mama yake kishapiga kelele tu ashajua hapa kinachofuata sitakiamini, bora niache kabisa. Kwa hiyo kuongea kwanza kwa upole kwa watoto. Kwa hiyo tunaambia kwamba hii inakuwa ni nuru, yani katika ile nyumba, kwa sababu inakuwa ni si nyumba ambayo inafanywa makelele. Kwa hiyo tunaambia kwamba pia hii inazuia shetani kuingia, yani kusoma kwa Qur'ani, kuinuka na kuswali usiku, nyumba kuwa na ile nuru ya kufanya mazingira kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaambia hii inazuia mashetani kuingia katika ile nyumba. Kwa hiyo tunaambia kwamba ni malezi ama ni kizazi cha kudumu kwa kufuata misingi hii mizuri ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mwanamke anajenga kizazi chake kilichokuwa na wafuasi wa kweli wa kuja kumpokea imamu wetu wa zama kwa uzuri, kwa sababu ikiwa utampatia hayo mafunzo, kuna hiki, kwa sababu imamu wa zama mpaka aje, na maana kwamba lazima awe na wafuasi wa kuja kumfanyaje, wa kumpokea. Na vile umesema ustadha, ni kuwa hata nadhani ni kitu kizuri, kwa sababu wanawake jinsi pindi wanapokuwa wajawazito, ni muhimu sana wao kujikurubisha zaidi na Mwenyezi Mungu. Sana. Muhimu sana wao kusoma hizi ziara, kusoma hizi kusoma dua, kila aina ya dua. Unajua kabisa ninasoma dua Ahad, nimezoea kusoma dua Faraj, nimezoea kusoma Allahumma kulli waliyika. Unapozisoma anafarijika kule katika tumbo, zinaleta mazao, kwa sababu ile ndio malezi ya kwanza umeanza. Sasa inaleta faraja kwa ule mtoto, labda pia mwenyewe unapata utulivu, ulikuwa usikii vizuri ukapata utulivu, Mwenyezi Mungu akakupa wepesi. Sasa ule mtoto hata akitoka, kuna nuru nyingine ishabakia pale kabisa. Maana tayari wewe ulikuwa ucha Mungu haukosi swala, ulikuwa una swali saumu, kama labda hizo zinamwathiri mtoto vyote, hata ikiwa ndani ya tumbo vinamwathiri mtoto. So unaona, sasa tukiangalia mfano wa Bibi Fatima, yeye pia alikuwa ni nuru katika nyumba yake, kwa sababu tunaambia kwamba kigezo cha Bibi Fatima Zahra alayhi salam, tunaambia huyu alikuwa ni kigezo cha wanawake wa Kiislamu. Kwa maana ili tuweze kuipata nuru hii, tuseme kwa Bibi Fatima, kama tulivyotangulia katika mada zingine, tuseme kwa Bibi Fatima alikuwa akifanyaje ibada zake. Kwa hiyo tu peke yake, kwa ajili ya kufuata ile mafunzo na malezi ya kuwalea watoto wetu kama Bibi Fatima alivyokuwa yeye mwenyewe anafanya na kuwalea watoto wake, hiyo tayari imeshakuwa ni nuru ndani ya nyumba. Alikuwa ni mnyenyekevu na mwenye subra. Kwa hiyo maana pia kunyenyekea na kuwa na subra, hii ni moja miongoni mwa kuileta, yani kuweka nuru katika nyumba yako. Ndiyo. Unaona, alikuwa ni mama bora kabisa. Kwa hiyo sisi pia ili tuweze kuwa mama bora kabisa, ina maana kwamba tuwe na wanawake ambao tumesoma elimu, tumelea, tujielewe, ndio tuweze kuilea familia yetu kwa uzuri, ambayo hiyo ni nuru ndani ya nyumba. Kwa sababu mwanamke, ukiwa we mwenyewe mazingira yako ni ya Mwenyezi Mungu, nyumba ile inakuwa ina nuru. Shetani saa ngapi ataingia? Lakini tunawakaribisha mashetani sisi wenyewe ndani za nyumba, unaona, kwa sababu ya kuishi kwa kutokuwa na ule unyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu. Wewe unaishi hauna unyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu, shetani atachaje kuingia ndani ya nyumba? Ndio pale ataingia shetani
akija mume anamwambia afanye hiki kwa mke wake ili akasirike, akija kwa mke fanya hiki kwa mume wako ili akasirike. Kwa unakuta shetani anawachezea wote wawili. Lakini ikiwa ni nyumba ya kusoma Qur'ani, ni nyumba ya kuswaliwa, ni nyumba ya kufanywa tasbihi na kila kitu, shetani huyo ataingia saa ngapi? Kwa hiyo ina maana kwamba ile nyumba itakuwa na nuru kwa ajili ya kuipata kuiekele malezi ama ule mfumo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaambiwa kwamba pia vile vile katika ile kupata ile malezi mazuri kwa wanawake, kwa watoto wao na kwa waume zao, ni kama vile Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salamu alivyokuwa pia vile vile akionyesha mapenzi kwa mke wake. Unaona? Kwa sababu mke akionyesha mapenzi kwa mume, mume akionyesha mapenzi kwa mke, watoto wanasoma nini pale? Mahaba, mapenzi tu wanasoma pale. Inakuwa pia ni nuru kwa jengea wao msingi mzuri wa maisha yao ya baadaye vile atakavyokuwa. Kwa hiyo tunaambia kwamba Imam Ali pia alilea watoto waliokuwa wanabadilisha historia ya Uislamu kuwa ni nzuri, yani kutoka katika ujahil na kuja katika nuru, kama vile tunaambia kwamba Mtume alivyokuja ilikuwa ni nuru, nuru iliangaza katika dunia. Kwa hiyo mwanamke kuwa na tabia zile ni nzuri ndani ya nyumba, hiyo inaonyesha kwamba yani kuna nuru pale ndani ya ile nyumba na kunapatikana watoto ambao watakuwa na historia nzuri na malezi mazuri kwa kupitia kwa mama yao, kwa vitendo na kwa kauli. Mashaallah, mashaallah. Shukran sana Ustadha. Hakika ni furaha, na kila ninaposikia unapozungumzia hili swala la wanawake kuwa nuru katika majumba inaleta furaha zaidi. Inaleta ya kwamba mwanamke ana daraja, mwanamke amekuwa daraja kabisa. Kwa maana akashushiwa sura nzima katika Qur'an inayomwongelea yeye mwanamke ni nani. Inshallah mpenzi mtazamaji, inshallah Ustadha konradhi, naona nishakupeleka kwa mtazamaji wangu. Inshallah Ustadha atachukua mapumziko, tukirudi tutaendelea zaidi inshallah. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Ustadha Sofia ndani ya studio zetu za Mahdi TV, alhamdulillah anakujuza mengi kuhusiana na mwanamke kama nuru katika majumba yetu. Ni vipi tutakuwa nuru katika majumba yetu? Nao ni kutokamana na ibada zetu, kutokamana na mema ambayo tunayatenda katika majumba yetu. Ni vipi tunakuza wanetu, ni vipi tunakuza watoto wetu, familia kiujumla. Na inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue tama la maji, tutakaporudi tutaendelea zaidi inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Alhamdulillah, tunazidi kufaidika naye ustadha wetu kipenzi chetu Ustadha Sofia akikujuza mengi kuhusiana na masuala ya wanawake, haswa katika mada yetu ya leo ambayo ni mada nzuri sana, hususan inayoangazia mwanamke kama nuru nyumbani. Ni muhimu sana kuweza kujifahamu wewe kama mwanamke, na ameelezea vitego kama ibada. Mwanamke ni vizuri sana kudumisha ibada, kauli zako ziwe nzuri. Kutojua labda huwezi fahamu, wale watoto ushika vitu haraka. Mtoto leo ameshika neno moja tu, kesho ashalitaja, ama baada ya dakika ashalitaja. Kwa sababu gani? Wewe mama ndo unakuwa kiongozi wa huyu mtoto nyakati hizo. Inshallah mpenzi mtazamaji, tukirudi kwa ustadha tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena ustadha. Naam, shukran. Naam. Alhamdulillah. Bila kupoteza muda tuendelee na mada yetu ambayo sasa tunaangazia kwamba sifa za mwanamke aliyekuwa ni nuru ndani ya nyumba yake. Kwamba mwanamke anatakikana kuwa na sifa za namna gani. Kwa ikiwa hatuna, ni rahisi tu ni kuzitekeleza tu yani. Ni rahisi tu, kwa sababu si kwamba eti ni kitu kigumu ambacho tutashindwa kuzifanya, lakini kwa ajili ya kumtegemea Allah ni kitu ambacho kinawezekana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu mwanamke ili aweze kuwa ni mwanamke mwema, ndio anatakikana kubadilisha nyumba yake, yani akiwa na ile nuru. Akibadilisha nyumba yake ina maana kwamba atakuwa amebadilisha dunia nzima. Mashaallah. Atakuwa amebadilisha dunia nzima kupitia familia yake, kwa sababu familia yake itakuwa ndo itakuwa inafanya yale ambayo alikuwa akiyafanya huyu mama. Sasa uone wewe utakuwa umeikuza familia yako katika maadili mazuri. Hakika. Ambayo itakuwa ni familia inajulikana na uzuri. Ndiyo. Utakapoondoka katika dunia hii, ile familia itakuwa inajiendeleza katika ule uzuri ambao uliuanzisha yeye ndani ya nyumba. Kweli. So mwanamke akiwa na sifa kama hizi, basi yeye kweli ni mwanamke ambaye alikuwa na nuru ndani ya nyumba yake. Kwa tunaambiwa sifa ya kwanza ni imani na takwa. Takwa
Mwanamke takwa imebeba vitu vingi sana. Ndio. Unaona? Takwa ni kila kitendo ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka tukifanye. Unaona? Hiyo utakapokuwa unafanya basi umekuwa na takwa. Ukiswali, ukifunga, ukisoma Qur'an, kuswali tahajjudi, kuongea, yani kila kitu utakachofanya basi utakuwa umefika ile daraja kwamba unaitwa kwamba uko na nini? Na takwa. Bora tukifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na umefanya mambo yako yote, matendo yako yote ndani ya nyumba unafanya ile maneno ambayo kwa mujibu wa hukumu na sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi utakuwa uko na nini? Na takwa. Kwa sababu unasikia kuna mwanamke fulani yuko na hivi, yule mama anatakwa yule. Yaani kusema anatakwa ina maana mama mchaji Mungu wake, hofu kwa kila kitu. Kila kitu. Yeye ako na hofu na Mwenyezi Mungu. Usifanye hivi, Mwenyezi Mungu hapendi. Usifanye, fanya hivi, Mwenyezi Mungu anapenda. Unaona? Huyu ni mwanamke amefika daraja ile ya kwamba yuko na nini? Na takwa. Kwa hiyo mwanamke anatakana kuwa na mwanamke mwenye imani na Mwenyezi Mungu na kuwa na nini? Na takwa. Naam. Hizi ni vitu ambavyo tunatakiwa inavyo. Ndio. Chengine tunaambia kwamba ni subira wakati wa mitihani. Ndio. Mitihani ni ya mwanadamu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alishasema wala nabeluwannakum. Kwa hiyo hatuna budi kukabiliana na mitihani isipokuwa mitihani itakapokukuta, mitihani hii wewe unatakikana umuombe Mwenyezi Mungu ifaulu hii mitihani kwa kupitia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, uifaulu kufaulu kuzuri. Ina maana kwamba usimkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya mitihani. Ndio. Kwa sababu yale ni majaribio ametupatia. Sasa inategemea wewe mtihani ule utaufaulu kwa njia gani. Kwa hiyo tuchunge sana tusije tukakosa kufaulu mtihani huo tukajikuta tunamkufuru Mwenyezi Mungu. Kweli. Sisi binadamu hakuna cha kusema kwamba utaishi ndani ya dunia, utaishi katika dunia hii bila upata misukosuko. Hata ukijichimbia katika khandak, huko ukijichimbia huko chini ukisema mimi nikiishi huko juu watu wananisumbua, acha ende kule chini. Huko chini oksijeni huko kwenye sawa, mkutana nao wadudu, acha hata hiyo. Labda wewe umezoea kutumia oxygen kule chini. Si ndio? Umeiweka, imeisha hiyo siku. Utafanyaje? Mtihani uje kutoka labda mpaka kesho yake utafanya nini? Tutarudi huko juu upate hewa. Ndio nakwambia ndo mtihani wenyewe umeshauanzia huko chini tayari. Kwa hiyo mitihani ni lazima tuwe nayo, lakini sasa ili tuweze kuifaulu mitihani hii ni tukue na subra na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hii ni sifa nyingine ambayo ni ya mwanamke mwenye nuru ndani ya nyumba. Lakini ukipata mitihani, mume kakosa kazi kidogo, tunalala leo. Leo akutaliwa, wanangu baba ndo kishakosa leo, sijui na nini, utaanza kulalamika ndani ya nyumba. Hatutaki kulalamika. Tukue na subra na tuwaombee. Kwa sababu tunaambiwa kwamba mwanamume anapotoka ndani ya nyumba unapokuwa unamwombea, yani ile dua yako inakwenda kuwa ni faraja na mafanikio kwa Mola wako, kwa mume wako pale anapotoka. Hakuna kitu cha furaha ustadha kama hicho. Hilo sasa. Unapokuwa na mume wako kabla atoke unaiombea dua ile mikono yake. Kabisa. Maana kuna wanawake mashallah hiyo ndo kadhia yao. Kabisa. Mumewe akishatoka ule mlangoni hata kabla hajatoka anamuombea dua. Anaombea ile mikono yake. Dua. Allah akupe riziki ya halali. Ya halali, naam. Wala akuepushie na riziki ya haramu. Kwa sababu atakapoenda tutakula wote. Kabisa, ukija nacho alhamdulillah. Usipokuja nacho basi tutapambana hivyo. Kwa sababu hiyo ndo kadari ya Mwenyezi Mungu. Leo hakutupa sisi lakini amempa mtu mwingine. Kuna mwingine alikuwa anahitajia hiyo riziki. Na hata hivyo Mwenyezi Mungu midamu una hema unavuta pumzi yake, hatakuwa amekuacha moja kwa moja. Ni ile tu kile kiriziki cha leo kidogo kakipunguza ndio hivyo, lakini si kwamba atakuwa amekunyima kabisa hiyo siku utapata riziki, hapana. Tunapata mitihani ustadha, lakini jinsi Mwenyezi Mungu anavyoleta riziki zake. Wewe mwenyewe paka unajiuliza, sikujua kama hii riziki itakuja kupitia hivi. Ndio hivyo sasa, naomba riziki zinakuja kwa mafungu. Kabisa. Leo ni kwangu, kesho ni fungu la mwingine. Kabisa. Ndio hivyo. Kwa hiyo sasa tunatakiwa tuwe na subra. Kwa hiyo mwanamke akiwa na subra katika mitihani kama hii nyumba inakuwa ni pepo. Kweli. Unaona? Kwa sababu ikiwa mwanamke unajua kwa mume wangu amepata alhamdulillah, amekosa alhamdulillah, hiyo nyumba kwa nini isiwe na nuru? Kwa nini? Na nyumba itakuwa jahannam pale mwanamume atakapokosa mwanamke huyo akiwa hajayajua haya. Kabisa. Huo moto siku mtu. Hiyo siku haitalalika. Hakuna furaha ustadha upate mwanamke ambaye ni faraja katika maisha yako.
hiyo ndoa mwanamke ambaye yeye maisha yake amefikiria Mwenyezi Mungu ndo kila kitu kwangu kabisa. Nikikosa siku ya leo basi naamini kesho nitapata. Leo ilikuwa riski hii ni ya mtu mwingine. Nadhani hiyo pia linaendana kuhusiana na masuala ya biashara. Nakumbuka kuna nyakati nilikuwa nikifanya biashara hasa za kuuza sambusa. Nilipokuwa nimetoka chuo kikuu ile tukienda kama breki. Naam. Sasa nilikuwa nikiuza zangu zikibakia. Na sasa Mwenyezi Mungu hizi zimebakia na madhumuni. Na peana kule nyumbani wale. Naambia riski hii leo ilikuwa isiishie kwangu. Kuna mwingine alikuwa anahitajia hii riski zaidi yao. Na alhamdulillah kwa kidogo alichonipa. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio hivyo. Kwa hiyo nakuta yani ikiwa ni mwanamke mwenye kujielewa hivyo, hiyo nyumba kwa nini isiwe na nuru? Na pia tunaambiwa kwamba mwanamke pia kuwe na heshima kwa mume wake. Uwe na heshima kwa mume wako. Usiwe ni mwanamke mwenye kutusitusi mume, mwanamume akienda kirudi, wewe ni mwanamume wa design gani wewe? Wewe mwanaume tunaweta wanataka wanasuruali. Wanaume maskini, watoto wenyewe. Maskini jamani. Hata ule jamani ni mtoto wa mama mwenzio. Pea na mama yake. Tunasahau na sisi tumezaa. Tuna watoto vijana baadaye yale ambao unemjibu mtoto mwenzako pale na wako wataenda kujibiwa hivyo hivyo. Hapo ndio pakubwa ambapo watu wengi wanasahau ustadha. Kwamba wewe pia umezaa watoto wa kiume. Leo hii umeyafanya haya. Huyu mwanao atendafanywa vile hivyo. Atakuja lalamika kwa ndo ana pia alikuja nikafanya mume wangu. Leo anafanya nini? Anajirudia. Sababu Mungu anakuambia hii dunia ni mzunguko. Dunia ni mduara yani. Uzunguka kila mara. Sasa pale ile point ulioachia, yaweza mkuta mwanao ile point ulioiachia. Kabisa hivyo. Kwa hiyo kujenga heshima, yani wanawake tujenge heshima kwa waume zetu. Unaona? Kama utajenga heshima ina maana wote mtakuwa mnaheshimiana. Lakini sasa hii aingie hapo mwanamume suruali na yeye atakuhitaji. Atakupachika na hela kwako. Si ndio hivyo? Haya mkishapachikana majina kuna nuru tukutana hapo. Hakuna. Itakuwa ni nyumba tu kupeana matusi. Wewe ni hivi, wewe ni hivi, wewe ni hivi. Amani. Amani itakuwa hakuna ndani ya nyumba. Lakini ikiwa mnajielewa wote, mnajengeana heshima, kwa nini nuru isipatikane ndani ya nyumba? Kwa tunaambia pia mwanamke sifa nyingine awe ni na malezi bora ya watoto. Na malezi bora ya watoto ndio kusipatikana ile tit for tat. Kurudishiana tu mume na mke. Watu wanajifunza kupitia kwenu. Lakini ikiwa mnakuwa mnaonyesha mapenzi mazuri pale ndani ya ile nyumba, kwa nini nyumba isiwe na nuru na tutakapata na hiyo nuru? Jamani. Ni sisi wenyewe tu. Mambo ndo kama hayo, mnaishi bwana na nyumba mna furaha, mkikosa furaha, mkipata mna furaha. Kabisa. Ndio hii sasa hapa nyingine tunaambia kwamba maneno mazuri na tabasamu. Kupatikana tabasamu ndani ya nyumba mwenzako ni so akiingia katokea wapi huyu? Utaki hata kumuona. Yaani mpaka mume anajishangaa, kwani mimi nimefanya nini jamani? Mimi nimeingia tu ndani ya nyumba sijafanya chochote. Yaani mpaka ambwa sasa hata huyu kwa nini nilikubali anio? Sasa mambo gani ya? Yaani unamwangalia mpaka ummalizi. Sasa haya ndio mambo ambayo sasa ikiwa ni hivi nuru zitapatikana wapi? Lakini tabasamu zipatikane ndani ya nyumba, mkionana mnaonana mnatabasia. Kila mtu anamtabasamia mwenzake. Kwa nini nyumba isiwe na nuru? Alafu sasa hapo unajua pia unampa yule mwanamume ile taswira ya kwamba hivi huyu mke wangu siku akiaga dunia nitapata mke kama huyu kweli? Huyu kweli. Kiasi ambacho yani hatamani yani kulifikiria kwanza jambo kama hili. Ndio, kwa sababu ukiangalia mkewe amekuwa yani toa kwa mume ni wajibu. Sasa yeye amemtwii. Mimi kuna mama nilimsikia alikuwa wanabishana mume wake kila siku. Mume alikuwa anasema mimi naomba mimi nife nitangulie mimi kufa. Mume anasema hivyo. Yaani anasema mimi naomba mimi nitangulie mimi kufa nikuache. Mke anasema nitangulie mimi kufa. Yaani kila mtu anabishana na mwenzake. Yaani kwa sababu gani? Vile jinsi walivyokuwa wamezoeana, wamenini, yani kujua kwamba mimi nitakapokufa labda watoto mke wangu namuamini moja kwa moja atalea watoto wangu tu vizuri. Ndio limekuja yale kwamba mwanamke ni vazi lako na mume naye ni vazi lake. Sasa wale mavazi yao yamepatana mpaka wakasomana, imefikia mahali huyu anaona bwana mimi siwezi kabila huyu mume wangu. Na kama basi ni kutengana bora atangulie fulani. Bora yani kila mtu anatamani mimi nife abaki huyu. Maana anajua huyu akibakia wanangu hatapata tabu. Atawalea na maadili na ikhlasi. Na huyu mwingine pia anaona vile vile. Ndio. Hiyo ni ile nuru. Kwa hiyo na sifa nyingine nayo
ni ujasiri na maadili mema. Haya maadili mema ni kwanza ni vazi la huyu mwanamke kwanza mwenyewe ajipambe nalo, alivae guo hilo la kujistiri na katika maadili yalikuwa nini mema. Haya, hizi sifa zote mwanamke ukiwa nazo, kwa nini nyumba isiwe na nuru? Lazima nyumba itakuwa na nuru. Nyumba itakuwa ni nyumba yenye furaha. Kwa tunaambiwa kwamba hata kama nyumba ni ndogo au maisha ni magumu kivipi, akiwa na sifa hizi basi nyumba itakuwa kama pepo. Mashallah. Hakuna kitu kizuri katika maisha Haifa kama vile maelewano ya mume na mke katika nyumba. Mashallah. Maelewano ya mume na mke katika nyumba, hii nyumba itakuwa nyumba yenye kudumu mpaka watu watauliza, nyinyi kwani hamgombani? Yaani kila siku mkitoka mmetoka mkiwa mko na furaha. Mpaka watu wanauliza, jamani nyinyi mnaishije kwani hamgombani nyie? Tunagombana lakini kuna ile mipaka. Si lazima tugombane majirani wote mpaka wako nyumba ya 10 asikie. Haitakikani kwa hivyo. Fulani leo ashaianza hii. Unaona hivyo tunaitwagwa majina huko. Maana nyumba ni aibu sana. Na kuta zinaficha mengi. Mambo ile nyumba ya wanandoa ile. Ni kama boksi boksi ambalo limeficha dhahabu ndani. Kuna vitu ambavyo havifai kujulikana. Si ndio watu wa Kiswahili walisema musione milango na madirisha majumbani mna mengi. Ndio hivyo. Sasa hayo mengi hayo ni sisi wanawake wenyewe tuyavae mavazi haya ndio ili kustiri hayo mengi yasijakajulikana huko nje. Kweli. Na pia kwa wanaume. Naam. Tunaambiwa pia hizi ni sifa mwanamke ambazo anatakikana kuwa nazo. Mwanamume naye anatakikana ili hii nuru iweze kuendelea kung'aa. Sawa? Ili hii nuru iweze kuendelea kung'aa. Kwa sababu unajua mwanamke saa nyingine unaweza kuja na heshima zako zote. Lakini sisi ni wanadamu. Kwani saa nyingine mwanamume aenda akawa ni nuru ndani ya nyumba, mwanamke akawa ni ndo moto wa kuwashwa. Na saa nyingine mwanamke anaweza akawa ni nuru ndani ya nyumba na mwanamume naye akawa ni moto wa kuwashwa. Kwa hiyo kila mmoja hapa ndakana ajiangalie vile mwenzake jinsi alivyokuwa. Hizo mienendo yenu ukimfuata mwenzako vile jinsi alivyo zitafanana. Lakini ukimwona mwenzako amekuja pale amekunyenyekea, mashallah mume wangu, unaona huyu mjinga huyu. Unaanza sasa kumfanyia fedheha na fedheha nyingi. Kwa hiyo sasa ili nuru iweze kung'aa ndani ya nyumba lazima mwanamume amheshimu mke wake. Kumheshimu kwenyewe ni kumjali na kumtendea kwa upole. Kwa sababu ni mwanadamu na mwanamke ni mbavu, ukimnyosha kwa nguvu zitavunjika. Kweli. Utaoa kila siku asubuhi, mchana na jioni. Lakini mtakapokuwa mnaishi katika maisha yaliokuwa ni mazuri, maelewano na masikizano, hiyo nyumba itakuwa pepo. Kwa hiyo heshima lazima ipatikane kati ya watu hao wanandoa wawili. Nuru itaweza kupatikana. Kwa hiyo asimfanye mtumwa au kumdhalilisha. Kwa sababu wanaume wengine wanafanya wake zao kama vile watumwa. Kuna wanaume wengine akiingia na umeshachoka, mmetoka kazini wote, lakini akiingia yeye mguu unaekelewa hapo juu. Remote iko wapi? Niletee maji, utamletea maskini kwa sababu unajua ni mume wako ni amri, unajipatia thawabu. Si kama nini, ni unajipatia nini thawabu. Unaleta maji, chai bado, unaleta chai. Si kitu gani bado unaleta. Koti langu ile hapa nipeleke ndani, unapeleka koti ndani. Kitu kwa simu yangu nimesahau na kaniletea, unaenda kuleta. Si huku jikoni bado unapika, vitu vinaungua. Chakula kinaungua wewe mwanamke kwani unaona? Kwa hiyo yani sasa inakuwa yani sasa ile kama sasa ni mtumwa. Ni sawasawa na mwanamke. Kuna ile mchezo mmoja mwanamke anamfanyia kila kitu ni anti, amekaa kwenye meza anti, akifanya hivi kirudi anti, akifanya hivi kirudi anti, unaona? Kwa sasa inakuwa yani hata huyo anti hana furaha. Sasa ndo huyu wanaume wengine wanakuwa namna hiyo. Yani mwanamume anaweka mguu juu, hata unakuta watu wametoka kazini mashallah pamoja, wameenda ndani ya nyumba, yeye ndo sasa atakuwa amechoka wa kwanza. Mwanamke yeye jiko ni lake. Ndio. Lakini tukifanya hivi, tumechoka wote. Hata kama kuna majukumu kila mmoja anatakikana amfanyie mwenzake, lakini tusaidiane. Unaona? Unajua ile mambo kwamba mke wangu umechoka, tumechoka wote, tufanye haraka haraka tukapumzike. Hivyo, lakini sio unaekelea mguu juu. Remote iko wapi? Kila kitu pale. Niletee hiki, kileta. Kalete hiki, maji ya kunywa. Hii ni damu inachoka. Si eti kama vile ni injini ya gari. Hata gari pia injini pia inachokaga. Inachoka injini mpaka magari yanaenda kutolewa injini na kusafishwa na kufanyaje. Kwa tunaambia kwamba kwa sababu ya mwanamke akiheshimiwa anazidi kung'aa. Mwanamke anazidi kung'aa ukimheshimu. Ukipendana mkionyesha upendo, nuru ile inazidi kufanyaje? Kung'aa. Lakini ikiwa hakuna mambo kama hayo, hiyo nuru itang'aa saa ngapi? Giza ndio itaingia hapo.
Kweli. Kwa hiyo ni akipewa upendo anarudisha nini? Upendo mara mbili. Unaona mwanamke akipewa upendo mara moja na mume wake anarudisha upendo mara ngapi? Mara mbili. Kwa sababu mwanamke unajua ana ile roho, unajua midamu anaitwa mama. Midamu anaitwa mama, ana ile roho kwamba afanye kwa ajili ya mtoto mume wake na kwa ajili hiyo ni faida pia kwa watoto wake. So anafanya mara ngapi? Mbili. Unaona? Kwa nini nuru hiyo singae? Lakini hebu muonyeshe madharau. Hata yeye pia ni mwanadamu. Ukimuonyesha madharau leo atakuja kujua na mimi mbona ninakuwa ni dhalili kiasi hiki. Mimi sitaki ujinga. Unaona? Na sasa anaanza kuota manyoya. Ndio pale sasa mwanamke amekuwa mjeuri wewe. Sijui mwanamke, unaona? So ili nuru hiyo iweze kung'aa, mwanaume anatakikana amheshimu mke wake ndani ya nini? Ndani ya ndoa. Kwa tunaambiwa mwisho kabisa katika kabla sijamaliza tunaambiwa kwamba mwanamke, tunaambiwa kwamba mwanamke si kiumbe tu wa kawaida, bali ni nini? Ni moyo wa nyumba. Mwanamke ni moyo wa nini? Nyumba. Wa nyumba. Yaani moyo ule utakapoupatia malizi mazuri, si utakuwa umetulia. Kweli. Na zitatulia nyoyo zote za watu wawili. Mwanamke ni nuru ya familia. Familia yake pia itang'aa vile vile. Ndiyo. Kama yeye vile mwenyewe alivyokuwa ni nuru, alafu mume wake akamheshimu, nuru ile ikaendelea kung'aa, nuru ile ikapata familia iliyokuwa nayo ina nuru vile vile. Kwa sababu gani? Ni mwalimu na ni mzazi wa nini? Wa familia. Nyumba yenye mwanamke mwema tunaambiwa huwa na amani. Amani inapatikana. Hakuna kugombana. Huwa na baraka. Baraka inapatikana, inaendelea kujia. Ndio maana unaona pale riziki zinakuja tu kwa mfululizo. Kwa sababu gani? Maelewano, masikizano, ibada na uzuri katika familia. Baraka kwa nini Mwenyezi Mungu asiziongeze? Anaziongeze kuwa pia vile vile huwa na nini? Na mafanikio. Baraka zikiwa mafanikio, kwa nini asiwe? Mafanikio pia yatakuwa. Kwa hiyo hii nuru inatakikana ili endelee kuwa nuru, mwanamume anatakikana itunze nuru hii iweze kung'aa. Na iweze kung'aa ili kila mmoja ni kupatiana furaha kwa mwenzake. Unaona, masikilizano, maelewano. Mmekosana ni kukaa chini, mkaelezana nyinyi kama watu wazima na mkaendelea na maisha yenu. Utashangaa huko nje watu wanauliza kwa nini hamgombani? Tunagombana sisi kawaida tu kama watu wengine. Lakini vile mnavyotoka na furaha wote, mmetoka nje na furaha, watu wanashangaa kwa ndoa hii inaishijwe huko ndani. Kwa hiyo inshallah tuombe Mwenyezi Mungu inshallah nyumba zetu sisi sote azijalie kuwa ni kwanza sisi tuwe ni wanawake ambao wenye nuru. Nuru hizi zidumu na familia zetu pia zipate kuwa na nuru vile vile inshallah. Shukran sana Ustadha kwa maneno yako mazuri, kwa mawaidha yako mazuri yenye kuvutia, yenye kumjuza mengi mwanamke na pia mwanamume, kumpa wasia. Naamini Allah akuzidishia, kupe kheri na nuru zaidi, uzidi kutuelimisha na mengi. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Ustadha ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Alhamdulillah, ameeleza mengi, amekujuza mengi. Sasa kibao tunakuachia wewe. Je, umeshika yapi? Je, ni yapi ambao utayatilia mkazo katika maisha yako wewe kama mwanamke, ama wewe kama mwanamke mwanamume unapomtunza mke wako? Kwa sababu yule mwanamke bila mtunzaji utapata hasara. Unafaa umuelewe mwanamke ni kiumbe dhaifu, ni kiumbe ambaye utamuona labda moyo wake ni mdogo, ama utamuona ni mwenye huruma sana, lakini usichukulie huruma yake ni kama kumpa punishment. Sawa, kuna wengine hawana shukrani ya kile ambao labda wake zao ama dada zao nyumbani wanawafanyia, hivyo kuwafanyia kiburi kwa kusema kwamba rijalu qawamuna ala nisa. Hatukatai rijalu qawamuna ala nisa, lakini je, unaielewa vipi aya hii? Unaitekeleza vipi wewe kuwa msimamizi wa yule mwanamke, wewe kuwa kama kiongozi wa yule mwanamke, kumpa ile protection yule kama mwanamke, au wewe ndio unafanya anakuwa sababu yeye kupotea ama kuenda katika njia ambayo sio? Insha Allah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia fi amanillah.